Hali gani mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa ya Bizoza Media. Kama ndo mara yako kwanza, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Bwana Diamond Platnumz atoa neno kwa maisha ya Slay ambayo anayoyapitia kwa kipindi hiki, na wengi wao wameweza kufunguka vitu vingi na wakasema kwamba Diamond Platnumz ni moja kati ya mtu mzuri sana kwa kila mtu ambaye anayemtazama katika hii dunia, la tunaamini atafanya chochote kuweza kumrudisha Slay kwenye uaminifu kama alivyokuwa mwanzoni kabisa. Sasa kumekuwa na mambo mengi ambayo yamekuwa yakitokea kwa upande wa Slay, na ikisemekana kwamba Slay sasa hivi hana mfumo kabisa kwenye masuala mazima ya kimuziki, lakini pia tumeweza kuona ni namna gani ambavyo alivyokuwa anapambana kuweza kuhakikisha kila kitu kinakwenda kuwa sawa, na tumeweza kuona watu wengi wameweza kufunguka vitu vingi kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa, lakini tumeweza kuona watu waliweza kutoa malalamiko yao kuhusiana na mambo ambayo aliweza kuyafanya Slay kipindi cha nyuma, na hiyo ndio sababu kubwa ya hawa watu kuweza kuwafanya watu wengine wasiendelee kuaminika katika maisha yake yote. Na pia tumeweza kuona watu wengi wameweza kufunguka vitu vingi na kusema kwamba watu wanaamini katika kile ambacho wanachokiamini, hivyo tunatakiwa kuweza kubadilika, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanatakiwa kuweza kukaa katika msingi na uimara ulio standard, kwa sababu kila mtu anatamani kuweza kupata haki iliyo imara, na watu wengi hawaamini katika kile ambacho watu wengine wanaamini, hivyo tupaswa kuweza kusimama imara na kuweza kuhakikisha kila kitu kinakaa katika mfumo. Lakini kwa haya ambayo yanayoendelea kwa kipindi hiki, bwana mkubwa Slay anatakiwa kuweza kunyanyuka kwa mara nyingine na anahitaji support kubwa. Sasa leo hii bwana Diamond Platnumz ameweza kutoa neno baada ya Slay kuweza kupotea kabisa kimuziki. Kitu ambacho alichoweza kumwambia ni kitu kimoja tu. Kwanza anatakiwa kuweza kuwa mbunifu katika muziki, na pia unatakiwa kuweza kuwa mtu ambaye usiyejali kitu chochote kuhusiana na skendo mbaya ya aina yoyote, kwani skendo mbaya ndizo ambazo zinazowarudisha watu kimaendeleo zaidi. Sasa leo hii nataka nikupe kitu kimoja ambacho Slay ameweza kukikosea, na hichi ndicho ambacho alichoweza kukizungumza kaka yetu Diamond Platnumz. Alisema kwamba katika kupambania ugali wetu yatupaswa kuweza kikisha kila linalotokea mbele yetu tuweze kukabiliana nalo, lakini tukijifanya sisi sote ni wajuaji katika maisha, tutajikuta tunaingia katika dimbwi kubwa ambalo tutashindwa kuweza kuliokoa. Na pia yatupaswa kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yameweza kutokea katika maisha, na tusipokuwa makini tutajikuta sisi sote tunaingia katika dimbwi hilo. Bwana, hayo ndio mambo ambayo kaka yetu Diamond Platnumz ameweza kuyaongea na ameweza kuyasisi sana, na kusema kwamba yatupaswa kuweza kuhakikisha kila kitu kinakaa katika mstari ulionyooka, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanayoendelea kwa kipindi hiki na yatupaswa kuweza kuwa nao makini, lakini tusipokuwa nao makini basi tutajikuta sisi sote tunaingia katika tatizo makubwa ambayo tusiyoweza kuyategemea. Bwana, mambo ni mengi sana kuhusiana na haya ambayo yanayoendelea kwa kipindi hiki. Mimi naomba nikusiki kitu kimoja, kama ndo mara kwa kwanza kufuatilia channel tupendwa hii hapa ya Bizoza Media, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.